na ya wadi ya Narok Town wamesaidika kabisa, kwa sababu huyu kijana atachaguliwa kwa tikiti yetu, hata kuwa mtu ya Yesa ya Ole Ntutu. Atapigania haki ya watu ya Narok Town. Hapo Narok Town iko shida mingi ya maji, ya sewage, ya parking. Shida siko Narok Town, inahitaji dume ya kuangalia governor kwa macho na kumwambia hujafanya hii, lazima ufanye. Lakini kukipatikana mtu ya kumpigia makofi ya Yesa, watu ya Narok Town wataumia. Kwa hivyo mimi huyu kijana nimeketi chini na yeye na nimemsikiza kwa makini sana kabla tumpatie tikiti ya DCP, na nikatosheka ya kwamba ni ndume kamili na ni ya kwamba atatetea watu ya Narok. Mambo ya basari haende achukue kwa governor, apeane, na sio kwenda kuomba. Ni haki ya watu ya Narok Township. Unajua huyu governor amekuwa akitisha, msipochagua mtu ya UDA mtapata basari. Hii ni pesa ya umma, si pesa ya governor. Ni pesa ya umma, na watu ya Narok Township wako entitled kupata pesa ya basari. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia watu ya Narok Township, vile nimemsoma huyu kijana Douglas Maskonde, niko na imani ya kwamba wakimpatia nafasi ya uongozi, Mwenyezi Mungu akikubali, atawatumikia, atawatetea, atawashughulikia na watakuja kumpenda. Pengine Excellency, chama cha DCP kimezinduliwa kuingizia uchaguzi mdogo pia unaweza kuandaliwa katika kipindi ambacho chama chenyewe hakijaweza hata kumaliza mwaka mmoja. Je, tunaweza kusema kwamba ushindi katika chaguzi ndogo una umuhimu gani katika chama cha DCP? Chama chetu cha DCP ni chama changa sana. Ni chama ya mwezi 6 peke yake, lakini iko na umaarufu kali sana katika Jamhuri ya Kenya. Hii ushindi katika Narok Township na wodi nyingine iko hapo Kajiado inaitwa Purko, ndio chanzo sa harusi ya kisiasa kati ya jamii ya Maa na watu ya Mlima Kenya. Na mimi naomba watu ya Purko hapa Kajiado kwa heshima, nikiwa nimenyenyekea kama kiongozi, wakubali wapigie kijana yetu anaitwa Sanare, wampitishe kwa MCA. Naomba watu ya Narok Town wampitishe Douglas Maskonde. Hizo uchaguzi mbili italete new chapter ya politics of Narok. Watu ya Narok na watu ya Kajiado for the longest wamekuwa wanategemea Raila Odinga kuwatetea, kwa sababu wako na shida mingi sana. Mwenyezi Mungu amepumzisha Raila Odinga, kiongozi ambaye jamii ya Maa ilikuwa inategemea, kwa sababu wako na shida mingi sana, hasa unyakuaji wa mashamba. Mimi nataka kuambia watu ya Maa, mimi Rigiji nimejitolea kuwa kiongozi mpya wa Maa, wa kuwatetea na kuchunga shida zao. Ukiangalia pale Maa, pale Narok kwanza, tukianza na Narok, huyu William Ruto amechukua mashamba ya Wamasai. Iko 4,700 acres pale Masai Mara. Huyu alikuwa Attorney General Justin Muturi, ametangaza kila mtu akisikia ya kwamba Ruto alimuita akamwambia saidia huyu ndugu ya Ntutu, mimi niko na interest kwa hii maneno. Hata governor hako kwa interest, anajifanya anafanya appeal, lakini wako na ndugu yake. Damu ni mzito kuliko maji. Hiyo 4,700 ni Ruto na Ole Ntutu na familia yake wamechukua kutoka kwa watu ya Narok. Mimi nataka nihakikishie watu ya Narok ya kwamba Mungu akinijalia, wakiniunga mkono na Wakenya wanikubali nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya 2027, hilo shamba nitairudisha kwa Wamasai. Ukiangalia pale Mau, Uhuru Kenyatta alisaidia kurestore Mau complex. Na mimi nipongeze jamii ya Maa, kwa sababu kwa mambo ya conservation, kuchunga mazingira wako kipaumbele. Kwa niaba ya sisi zote watu ya Kenya, jamii ya Maa imejitolea mbele kuchunga environment, ndio nchi yetu isikue janga. Uhuru Kenyatta alirestore Mau complex. Sasa Ruto amesema hiyo msitu ifunguliwe, watu waanze kukata miti. Sasa ile kazi yote Uhuru Kenyatta alifanya ya kuondoa ile watu walikuwa nakata miti Mau, sasa Ruto amefungua factory ya furniture
kwao pale anaitwa Kapsowal. Yeye mwenyewe ndio ameweka hati yake kukata miti kwa Mau forest, aende akajenge Mau. Sasa Wamaa lazima wakuwe na kiongozi ya kutetea, na ni mimi Rigiji nitawatetea Wamasai, na mimi niseme hatutakubali Mau complex iharibiwe na William Ruto. Ukiona pale kulitokea uamuzi wa koti ya kwamba mtu yeyote alichukua shamba kinyume na sheria hatakiwi kupewa compensation. Yes. Jamii ya rais ilikuwa hapo ikatolewa. Sasa anachukua mali ya umma kukompensate watu ya jamii yake. Yes. Na ana shida akisema sisi ni wa kabila. Na koti imesema kama uliingia ukachukua mali ya umma kinyume na sheria hutakiwi upewe compensation. Yet at the same time wale Wamaa walifukuzwa Orukuto na walikuwa ni shamba yao, their land ambayo ilikuwa adjudicated. Wamefukuzwa wakati ya mtihani, wamefurushwa kama wanyama, wamefukuzwa kama swara, watoto wamehangaishwa. Hawa Ruto hataki kuwapatia compensation. Yet wale walinyakuwa mashamba kinyume na sheria, jamii yake anapatia compensation. Mimi nataka niambie Wamaa waniamini mimi. Mimi ni mtu ambaye haogopi. Na mimi ndio kiongozi Kenya, siogopi William Ruto. Wamaa wakinikubali wanipatie nafasi. Sitakubali William Ruto achukue mashamba ya Wamaa. Sitakubali aharibu mazingira ya Mau complex. Ukienda hapo Masai Mara, hii Masai Mara ndio tegemeo la Wamasai kwa sababu ya ile mapato inaleta kwa sababu ya utalii. Yes. Ameenda pale kwa corridor ya wanyama pahali inafanyika ile migration. Ameshikana na wazungu, ameweka hoteli. Wanyama watatoroka. Sasa wanyama wakitoroka kwa Masai Mara, ile utalii ilikuwa nakuja hapa na jamii ya Wamaa wanafaidika. Watatoroka, Wamaa watapata shida. Mimi nataka niambie watu wetu wa jamii ya Wamaa, tutawatetea na hatuogopi. Na mimi tayari nimeanza. Mimi nataka waniamini, na mimi nitasimama na hawa, na mimi ni mkali kama Wamaa. Hata hapa Kibiko, hapa Kajiado, hapa Kibiko, hapa Kibiko, hapa shamba ilikuwa ni holding grounds ya Kikonyike, ya wanyama yao na mambo yao. Ruto amekatakata, amegawia watu ya jamii yake. Mkome nako naye hapo, Sudi yako naye hapo. Nani hii wasaliti ya jamii yangu akinachokuwa amepewa kila mtu eka 3 kwa sababu Ruto amepanga. Hii shamba imekatakatwa na iko kesi kotini kusema isikatakatwe. Number 2, kwa sababu Wamaa wamekataa survey aende huko, imefanywa subdivision kwa meza, imekatakatwa. Kwa sababu wamepanga na Kenya Pipeline watapitishia ile pipeline ya KPC na kutakuwa na compensation ya 2.5 billion. Sasa hii 2.5 billion Ruto na jamii yake wanataka wachukue. Hiyo ni pesa igeenda kwa Wamasai. Sasa mimi nikikosa kutetea hawa Wamasai na nikuulize watatetewa na nani? Iko kitu nilikuwa naangalia hapa kwa sababu ni mzuri. Pale Narok Town, Limanet, shamba ya jamii ya Purko, the Land Act inasema ukitaka kuchukua community land you must consult the community. Hiyo ni shamba iko town. Mtu anachukua ati kujenga affordable housing, ati kujenga sijui na ni njia tu ya kuiba hiyo shamba. Mimi nataka niambie watu ya Narok, watu ya Wamaa, hii mashamba yote ya Wamaa William Ruto anachukua. Nikiunda serikali nitaregesha hii mashamba kwa Wamasai. Labda mheshimiwa Rijali, tukiangazia swala la eviction ambalo limefanyika 2 years ago. Yes. Ni kwamba kuna madai kwamba jamii ya Masai wanasema kwamba jambo hilo ama zoezi hilo limefanyika kwa masuala ya siasa, yalifanyika kutokana na mambo ya siasa. Je, what is your insight about it? Mimi ni done in a right way? No, ilikuwa ni siasa. Unajua ukweli ni kwamba Wamasai ya Narok hawakupigia Ruto kura.
alipigiwa na Wakikuyu na Wakipsigis. That is the truth. Na yeye amechukia hiyo jamii na alijua kura alipata ni ya Wakikuyu, Narok na Wakipsigis. Hapa Kajiado alipata za Wakikuyu. Wamaa hakuwa naamini huyu Ruto, waliamini Raila. Sasa yeye ako na chuki na jamaa ya Maa. Na ndio waliamua hawa Maa wafurushwe, ndio wahangaishe kwa sababu hakupigia kura. Lakini mheshimiwa ulikuwa naibu wa rais Ndio. wakati huo. Ndio. Je, hatukuona uongozi wako ama wewe mwenyewe ukijitokeza ili kusema kwamba zoezi hili si la ukweli? Ukirudi nyuma kidogo, mashtaka ambayo nilishtakiwa